Atukuzwe ainuliwe mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, na kusalimu kwa jina lake takatifu ambao unaitazama Zumaridi News TV. Mimi ni Yohana Gervasi, nipo na mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, ambapo siku ya leo atapata kuendelea kutusimulia nini ambacho kilijiri baada ya Mungu kumkomboa Kanumba, kumtoa katika mikono ya shetani na kumleta katika jiji la Mwanza, lakini Mungu akiwa mahidi ya kwamba atamweka sehemu ambapo Mungu atakuwa akipajua yeye mwenyewe na hakuna mwanadamu yote ambaye atapajua, na akawaruhusu waendelee na maombi ya kuiombea dunia ili kusudi dunia ipate kufunguliwa mpaka pale Mungu atakaposema nini tena ambacho kitakachofuatia kuhusiana na habari za ukombozi wa Stephen Charles Kanumba. Kwa hiyo niko na mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, atakwenda kutueleza nini ambacho kilipata kuendelea. Utukuzwe mfalme Zumaridi. Amen. Mtumishi wa Mungu, tulishia kwamba Kanumba tayari amekombolewa na Mungu kamweka katika sehemu ambapo anapajua yeye mwenyewe, akasema kwamba muendelee na maombi yenu ya kuiombea dunia. Kitakachofuata kwamba atakuja kuwajuza nini ambacho kiliendelea. Basi baada ya hapo tuliendelea tukufanya maombi kama kawaida, maombi tu kuombea dunia, kanisa. Tuendelea tu kuomba, lakini ilipofika mwaka 2013 mwanzoni, ndio. Mwaka 2013 mwanzoni ndipo sasa Steve tukapo tujaanza kumuombea wala. Ndio. Ndipo sasa Steve akapiga simu. Ndio. Na akapiga simu kwa dada mmoja ambaye yuko pale kanisani. Ndio. Mbele yetu tulikuwa miongoni mwa wana maombi. Bwana Mungu atuambia mimi nimeshamleta. Nimeshamfikishia kuna sehemu, tukatamani kwamba tumuone kwa muda ule kama amemleta amefikisha wapi, ili tumuone sasa, tumfuate kimwili ili tumuone. Mungu akasema mimi ni Mungu wa utaratibu, hamtaweza kumuona pale sehemu alipo, lakini ukifikia wakati mimi Mungu utaweka wazi tu mambo yote. Basi tulivyoendelea kuomba naye maombi mwaka 2013 sasa. Tulipofikia mwaka 2013 Steve akampigia simu dada mmoja usiku ambaye tulikuwa tunaomba naye katika ile maombi. Akampigia simu usiku, baada ya kumpigia simu akamwambia kwamba ninashukuru sana kunitoa kuzimu, lakini kipindi hicho hakujitambulisha yeye ni nani. Alikuwa anamsumbua, kile kifika sasa usiku akapiga simu anatoa shukrani. Nashukuru kunipigia kwa kunitoa kuzimu. Mimi niko sehemu, niko mlimani, niko wapi, niko wapi. Hajitambulisha, lakini sasa anajitambulisha sehemu alipo. Lakini moja kwa moja hawezi kuelezea kama mimi ni nani. Hasa ukataka kaanza kuuliza wewe ni nani, unasema unanipigia kila siku usiku simu. Si uniambie utanijua, yani amwambie moja kwa moja kama mimi ni nani. Akazidi kumpigia tu simu hivyo kila akawa anamsumbua. Bali nipe pete yangu, bali mara yule brother aliota ndoto kwamba aliota ndoto anaokota pete kwenye haisi. Umeona? Na ile alipoota ile ndoto kweli katokea kesho yake kweli akapanda haisi kuelekea mjini. Ile pete aliyoiota akutana kwenye haisi. Akabidi aichukue hiyo pete. Baada ya kuchukua ile pete alipoiota akaichukua, baada ya kuchukua kaja nao nyumbani. Baada ya kuja nao nyumbani ile pete sasa Steve akakimpigia sasa simu. Steve anamwambia mimi naomba unipe pete yangu. Sasa anashangaa huyu ni nani ananiomba pete? Sasa ufahamu wako umeshapotea kama aliota ndoto alimoto usiku Steve. Na ndio ananiomba pete. Basi akawa haelewi. Kila ikifika tu saa 6 usiku. Yaani kwa anapiga saa 6 saa 7. Sasa saa 7 anapiga simu. Akitaka ampigia mtafuta kama ni nani. Muda ule tu kama dakika 2 hazifiki. Yakishakala simu yule kwanza lazima simu haraka sana. Kwa kitaka kumtafuta muda ule anaomba namba haipatikani kwa sasa. Je, tena baadaye. Sasa kila usiku anamsumbua kwa simu. Baadaye sasa kusema hivi ni nani ananisumbua katika simu, ni nani jamani mimi? Mbona nateseka sana hii simu jamani mimi? Hapo anasema tunasanda kumtoa kuzimu. Na tumtoa kuzimu. Hata yeye ufahamu wake kama tulimwambia Kanumba kutoa kuzimu kwa umeshapotea. Ufahamu wake. Akameshasahau maana miezi mingi. Basi baada ya hapo akabidi sasa yeye aingie akaenda kumshirikisha mjomba wake. Akamwambia mjomba, kuna simu kila siku usiku inanipigia simu. Na inapigia saa 6 tu usiku na saa 7. Nikijaribu kama mimi nipigie ile simu labda nitamjua ni nani ananipigia. Ile simu haipatikani, mimi simpati, lakini yeye ananipata, nimempigia mno. Na namba yake hii hapa mpaka nimeshaisave. Alisave kwa kitu kingine. Yaani kwa jina tu lingine. Basi baada ya hapo mjomba wake akamwambia hivi, wewe naomba tuiangalie hii simu unaweza kuongea na majini. Inakuwaje unapigiwa simu usiku saa 6, alafu na mtu anakuambia anashukuru kumtoa kuzimu. Ukitaka kumtafuta wewe umpati. Naomba tufanyaje? Tuitafute simu kwenye M-Pesa. Ndio wakaingia kwenye M-Pesa. Walipoingia kwenye M-Pesa kuangalia hivi ndio ikatokezea jina la Kanumba. Umeona? Ikatokea jina la Stephen Charles Kanumba. Mjomba wake unaona? Hana pepo ya mjomba wake kumfokea. Umepata wapi namba? Huyu mtu ameshakufa, ameshazikwa. Inakuja na kupigia. Si hapo sasa jina Stephen Charles Kanumba.
Si hata jina kasi majina matatu yote ambayo alikuwa anatumia Kanumba. Na Kanumba tumeshamzika. Leo mwaka mzima tumemzika. Na kwaje tena wewe anakupigia? Inakuja anakupigia toka na simu yake. Kwa hiyo mjomba wake akachanganyikiwa. Yeye mwenyewe akachanga, lakini yeye baadaye akakumbuka kama tunafanyaje? Tuna maombi kanisani kumwombea mtu kama huyu. Unaona? Pale akaniletea mimi simu. Akaja kutoka Nyakato mpaka nyumbani, mpaka kanisani. Kafika kanisani pale akanipa ile simu. Mtumishi wa Mungu, Mfalme Zumaridi. Nimepigiwa simu. Hii simu nimepigiwa mara nyingi sana. Lakini kwa sijaje kuja kukushirikisha wewe. Sasa leo tumeingia kwenye M-Pesa. Tutafute ile jina ambayo inanipigia simu siku wa saa 7, saa 6 kila siku. Ikabidi sasa tuingie na mjomba tuangalie. Kukuta jina la Kanumba. Nikamwambia nikatetemeka. Kanumba kupigia simu wewe? Kanipigia simu. Mimi mwenyewe nikashangaa nikapiga na butwa. Nikamwambia ni kweli, hebu tuingie tena M-Pesa. Tukaingia tukajiita pale kwa kikundi. Kama tuingie M-Pesa. Tukaingia M-Pesa. Tukipoingia M-Pesa tukakuta jina Steven Charles Kanumba. Tukasema jamani, hivi ina maana inawezekana hii? Mungu anasema kama amemleta. Amemfikishia sehemu. Au ndio ameanza kutupigia simu. Na Mungu tuambia kama tuachane na maombi, tuombe kitu kingine. Tuombe dunia, tuombe kitu kingine. Yeye mwenyewe Mungu atajizilisha. Au ndio hivi? Ni kweli? Nikamwambia, kwa kweli mimi siamini. Ni kweli, lakini za cha ajabu kicho nishangaza mimi. Muda ule tunaongea pale kwamba inawezekanaje, Kanumba akampigia simu ile dada. Mbona akampigia simu akasema mnanijadili? Mimi ndiye Uncle JJ original, sio photocopy, ni mimi. Akamwambia, yani sasa hapo ndo akajitambulisha. Nilikuwa sikuambii jina langu, lakini leo nakwambia jina langu. Mimi ni Uncle JJ original. Ninayeongea na wewe sasa hivi ni Kanumba, kama sio fake au sio nini. Leo namba ni ya kwangu mimi. Leo namba ni ya kampuni, kwa natumia kwenye kampuni. Hiyo namba inajulikana kwenye kampuni. Nikapewa mtumishi wa Mungu. Hivi inawezekana? Alipoanza kuongea naye paka Twitter. Hebu sikizeni huyu hapa jamani. Hebu sikizeni jamani, kweli tukasikia. Lakini sina cha ajabu. Ile sauti kwa sio ya Kanumba. Mbona sauti ya Kanumba tunaielewa? Sauti nzito, nene. Hii ni sauti gani? Baadaye tukawa tu hewani hivyo, baadaye mimi nikakumbushwa kwenye maombi. Kwenye maombi kwa tunaomba kule. Mungu alisema kama Kanumba ibadilishwe nini? Kabadilishwa mpaka sauti, lakini ni yeye. Lakini baada ya kuchukuliwa kule kuzimu, sauti yake ilibadilishwa. Kwa sauti nyingine tu, sauti yake ilibadilishwa. Nikakumbuka, mnakumbuka ujumbe kwenye maombi? Mungu alisemaje? Basi baada ya pale sasa hata kaa kila siku sasa nampigia yule binti. Yule binti alitetemeka kaogopa. Kwa hivyo alipokuja kugundua mpaka simu alikuwa anaitupa. Yale anaitupa, akipiga tu simu kwa kama ni yeye. Maana alisave sasa Kanumba bila kujua. Akaisave Kanumba. Akipiga simu Kanumba akawa anaitupa ile dada. Anaitupa kama simu alizila na alisukuma huko. Anasema hivi kitu gani mimi napigaje na jamani, anaogopa. Unaona? Basi tukaenda hivyo, basi mimi yeye mwenyewe anaogopa kwa nyumba. Alikuwa kana paogopa. Maana ampigie simu amwambie mimi niko hapa nyuma, toka nje. Anamwambia kama toka nje, niko nyuma yako. Toka nje aone kitu. Kumbe Kanumba anakuwa pale. Mungu alikuwa bado hajamfunua kwamba amuone. Lakini alikuwa anamwambia toka nje. Akitoka nje kwa kizuka haone kitu. Na atoka nje kwa anatetemeka, anaogopa, je nikimuona kweli itakuaje? Basi baada ya hapo sasa dada aliogopa, akaiogopa nyumba yake, ikabidi mimi nianze kutembea naye. Nikamwambia naomba sasa tukae pamoja. Kwa hiyo tukikabidi nianze kulala naye nyumbani kwangu, kwenye maombi nilikuwa nazunguka naye, vikundi vya maombi tena kuomba naye. Akipiga tu Steve simu, ananibaba, nimepiga Steve hapa. Ananikimbizia, naogopa. Cha ajabu, kumbe wakati Steve anapiga simu, Kanumba tunaye pale lakini hatumuoni. Lakini tunaye hapo sehemu yani eneo la tukio la maombi, yuko hapo. Akipiga simu tu, ananipa mimi. Sisi hatumuoni. Akinipa mimi tu, nikisema tu halo, ananiambia pale mpe mwenye simu niongee naye. Ananiambia mimi, mpe mwenye simu niongee naye. Wewe umejuaje mimi si mwenye simu? Wewe ni mtumishi wa Mungu Zumaridi. Naomba mwenye simu hiyo. Mimi niko haya maeneo. Kwa hiyo naona kila kitu. Tulitetemeka wote, wanamwambia tulikuwa tunaangalia na tunatetemeka, tunaogopa. Jamani, sije nikatokezea hapa. Tunaogopa sisi wenyewe. Kwa kipindi hicho maombi mko mnafanyia mazingira gani? Tulikuwa tunafanya kwa Mama Joshua. Okay. Kwa Mama Joshua pale kwake. Tunafanya maombi pale. Mimi niko maeneo haya, mpe simu, yeye simu niongee naye. Kama wewe uko maeneo tukaanza kuangaza, hamwezi kuniona, niko hapa. Naomba mwenye simu niongee naye, anipe pete. Nirudishe kuzimu ile pete.
naomba pete mimi nirudishe wapi? Nirudishe chini. Sasa ile pete mimi, yule binti niambia ile pete naiomba. Mpaka ile pete naona. Niambia pete naiomba nikaeneo mimi. Anaweza akaja ndani akaichukua, lakini kwangu hawezi kuingia. Nguvu ya Mungu ni kubwa. Umeona? Basi hiyo binti akaniletea ile pete. Basi akaendelea kwa anapiga simu. Baadaye huyu binti ambaye ni Miriam, ambaye ni Irene kwa sasa, Miriam. Huyu Miriam sasa tukiendelea kwenye maombi kule. Kuna siku tulikuwa tunatembea, sisi tumetoka nyumbani tunaelekea kwenye maombi. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza ya kumuona Kanumba hivi kwa macho. Baadaye tumefika sehemu akaona mtu amekaa kwenye jiwe. Maana kwa Petro kwa kabla hujafika kwake kuna jiwe sehemu. Kabla hujafika kwenye ile jiwe akaona mtu amekaa amevaa nguo tu nyeusi paka mwisho. Basi akasema kuna mtu anamuona amekaa hapa lakini amevaa mavazi meusi. Wapi? Si hapa kwenye ile jiwe. Tukiangalia sisi kwenye jiwe tuone mtu. Wewe umechanganyikiwa. Kuna mtu mbona hapa mna mtu? Jamani, mtu huyu hapa. Kavaa nguo nyeusi. Kitu tukiangalia tuoni. Tunapita. Tukipita anajitambulisha kwake, mimi Kanumba. Anatuambia si jamani, bwana anasema tie nani? Sasa pale kuna kaagiza sura yake amuonefu sema jamani nywele humu. Wewe ukamjua kama ni yeye, ni Kanumba. Baadaye tukiingia kwenye tutemeka na kubla kwanza tuamilia ndani. Tunaingia tu ndani tusimulie Kanumba tuko naye nyuma. Anafika anamwambia ile binti. Anamwona sasa hivi kabisa Miriam anamwona hivi kwa macho. Naomba kiti nikae picha hapo. Kwa hiyo nashika tu kwenye maombi mnashangaa tu. Anainuka Irene Miriam anasimama pembeni. Mbona umeinuka? Steve ameniambia inuke nikakae yeye. Ndio wakati huo sasa akaanza kutokea kwenye maombi. Akitokea akipata neema ile binti anamuona. Asipopata neema anapiga simu kwa yule mwingine. Mara tulikuwa tunacheza na watu wawili hao. Huyo dada mwenye simu na ndio tukaamini kama huyu ni Steve kweli. Amina. Mtumishi wa Mungu ambaye unaitazama Zumadi News TV, Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, ametujuza ishara za kwanza na dalili za kwanza na namna jinsi ambavyo Stephen Charles Kanumba kwa mara kwanza alipata kuonekana kwa macho ya damu na nyama. Kwa hiyo kwa siku ya leo yeye tutakomea mahala hapa, ila kesho tutatafuta hao mashuhuda wawili ili kusudi wapate kutujuza kinagaubaga, kwa sababu wao ndio walioshuhudia kwa macho yao wenyewe, huyu aliyemuona Stephen Charles Kanumba kwa macho yake na yule ambaye kwa akipigiwa simu, na tutapata kuijua namba hiyo ni namba ipi. Na kwa wewe ambaye pengine unaweza kuwa na mashaka, basi unaweza ukatrace mawasiliano ya miaka kadhaa ya mwaka huu wa 2013 mwanzoni ambayo yalifanyika katika hiyo namba, na utapata kubaini hiki ambacho anakisimulia Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Mfalme Zumaridi, kabla tujawaga watazamaji wetu, wewe binafsi katika hayo matukio yote mawili, huku simu, huku huyo anasema anamuona, labda kuna mazungumzo yote yale ambayo mliwahi kuzungumza na yeye kwenye simu, labda akakushukuru wewe mwenyewe moja kwa moja? Nitafika tu huko. Nishaongea mara nyingi sana. Amina. Mara nyingi tu, lakini tunaenda toka tu. Amina. Tutafika tu, nimeongea naye mara nyingi mno. Mara sasa simu ibidi nikae nayo mimi. Kwa kipiga simu napokea mimi. Okay. Basi Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, ametujuza kwamba amekwisha kuongea naye mara nyingi, atapata kutujuza siku ambapo tutazungumza naye tena. Mimi ni Yohana Gervas, ubarikiwe na Mungu chini ya jua, lakini ukumbushe kusubscribe ili kusudi habari hizi ambazo zinasisimua, ambazo zinamtukuza Mungu na kifua cha Mfalme Zumaridi zisipate kukupita. Bye bye.